wangu mzee Juma. Nimeambiwa kuna madiwani hapa, maana ili ujue kama kuna madiwani labda umuone Manara. Lakini waheshimiwa madiwani, viongozi wote wa Zan Security pamoja na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naitwa Clayton Revocatus Chipando almaarufu kama Baba Levo, ni mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Kwanza kabisa na ushukuru sana uongozi wa Zan Security kwa kunipa nafasi kuweza kushiriki kwa pamoja katika uzinduzi wa mifuko miwili, mifuko ambayo sisi kama wabunge tukiichungulia kisiasa tunaiona ni fursa ya kuweza kutusababishia kupata kura nyingi zaidi huko 2030. Na kiuhalisia tunaifanya kama win-win situation. Wakati tunawapigia debe watu waweze kuwekeza kwenye Zan Timiza Plus, lakini na sisi pia tunatengeneza mazingira ya kuwaokoa wananchi wetu kutoka katika vipato ambavyo wako navyo, waweze kuwekeza na baadaye tuepuke ile hali ya kila kitu wanaomba kwa mbunge, waweze kujiendeleza wao wenyewe na familia zao. Nimeona wapo wataalamu ambao walikuwa wanaongea hapa kutoka nchi mbalimbali, kutoka Uganda, Kenya, lakini hapa Tanzania. Ipo lugha ambao wao wanaongea ambayo kila nikiangalia kwa wananchi wangu wa Kigoma mjini wauza dagaa inakuwa ni shughuli nzito. Kwa tunao wajibu sisi kama viongozi wa umma kuyachukua yale ambayo tumejifunza hapa kuhusiana na Zan Security kwenda kuyapeleka kwa wananchi kwa lugha ambayo tunaamini wananchi wetu wanatuelewa zaidi, kwa sababu ndio lugha tulioitumia kuombea kura na wakatupigia kura. Kwa hiyo ni waahidi uongozi wa Zan Security kwamba mimi nitakuwa balozi wenu. Nitakuwa balozi wenu kwa sababu nimeiona fursa ambayo ina uwezo wa kwenda kuwasaidia wananchi wangu wa Kigoma mjini kuepuka hali ambao wanakuwa na mtaji leo, kesho ukimuuliza hana hela tena. Lakini kumbe kuna sehemu ambapo akiwekeza hela yake inaweza kaa inazunguka. Na nitawaambieni wazi, kuna baadhi ya wafanyabiashara huwa wanavizia mazao pale ambapo yanakuwa yamepanda bei. Sasa muda ule mtu anakuwa ameweka hela yake ndani, na wakati kuna sehemu ambapo akiweka hela yake kwa baada ya miezi mitatu anao uwezo wa kuicash out. Si watu wa kubeti tunaita kucash out, anaweza kwenda kuitoa. Anaweza akaitoa akanunua mzigo akafanya biashara, baada ya kufanya biashara akairudisha tena kuja kuiwekeza akisubiria msimu unaofuata, badala ya kwenda kuiweka tu sehemu imekaa bila kuzalishwa. Kwa hiyo ninayo nafasi ya wazi kabisa kwenda kuwafundisha wananchi wangu, na hii nitumie nafasi hii kuwaambia waheshimiwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini Zanzibar wawakilishi, kwamba hii ni fursa kisiasa. Ni fursa kisiasa, lakini ni fursa kwa kuwasaidia wananchi wetu wa Tanzania kuweza kuwekeza, kujifunza namna ya kuwekeza kwa ajili ya kesho. Watu wengi wanafanya biashara kwa ajili ya leo, kesho hawaijui ikoje. Lakini kama umewekeza, unafanya biashara leo na umewekeza kwa ajili ya kesho, hata siku ukianguka unao sehemu ya kukimbilia kuweza kuchukua na kuweza kuendelea na biashara yako. Lakini wapongeze pia Zan Security kwa kuweka huu mfumo wa kuweza kucash out mara 4 kwa mwaka. Ninaye rafiki yangu ni msanii mkubwa Tanzania, namtolea isiri, atanisamee, amewekeza sehemu karibia bilioni 6, lakini anasubiria, kuna sehemu nyingine anasubiria mwaka, sehemu nyingine anasubiria miezi 6 kuweza kupata ile gawio lake bilioni 6. Lakini tukipata fursa kama hizi za mtu anaweza akachukua hela yake kila baada ya miezi mitatu akapata ile faida mara 4 kwa mwaka, hii inaonyesha wazi kwamba Zan Security mmejipanga kuweza kugusa kila aina ya watu. Lakini pia kuwekeza kuanzia 20,000 inanifanya mimi nione bodaboda wangu wanao nafasi ya kuwekeza kupitia Timiza Plus au Timiza ETF.
wanao uwezo wa kuwekeza, kwa sababu 20,000 ni kiwango ambacho ndio mzunguko wetu wa wananchi wetu, asilimia karibia 70 ya wananchi ambao tunawaongoza. Kwa hiyo nitatumia fursa hii kwenda kukaa nao, na nitaomba support yenu pia, niwe nawaita, kwa sababu mimi nikiwaita wanakuja. Nikisema naita watu 10,000 wanajaa. Twende kwa pamoja, tuongee nao, tuweze kuwafundisha zaidi. Mimi nitaongea lugha ambayo wao watanielewa zaidi, ili tuepuke mambo ya mtu anafanya kazi ya bodaboda miaka yote bila kuwekeza. Anaweza kuwekeza na baadaye akabadilisha hata biashara, akaachana na kufanya bodaboda, akaanza kwenda kwenye bajaji akaenda kwenye magari na maisha mengine yakaendelea. Au akawa yeye sasa badala ya kuwa na bodaboda moja akawa na bodaboda 2, 3 na biashara ikawa inaendelea. Kwa hiyo niwapongeze sana, na naahidi tena nitakuwa balozi wenu, nitaenda kuwasemea, kwa sababu nimeona, nimejifunza na nitajifunza zaidi. La msingi tu na la muhimu, mtusaidie. Nimejaribu ku download app, nimeona ni Kiingereza kitu. Sasa kama tunataka tuwafikie pia hawa bodaboda, wengi elimu yao ni kama yangu la 7B. Kwa hiyo wataalamu wetu najua wapo wa Zan Security, mweke ile button ya mtu ambaye anaweza akachagua kubadilisha lugha kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili, au mnaweza kuweka lugha zingine, hata Kichina, Kifaransa. Mtu achague lugha ambayo yeye anaweza akaona inamfaa zaidi. Sehemu ya buy andika nunua, sehemu ya sell andika uza. Mtu anakuwa anaelewa namna bora ya kuweza kufanya. Lakini pia kwenye app yetu tuboreshe kwenye registration, ili tusiulize maswali mengi. Mtu akishaweka kitambulisho cha NIDA afu baadaye ukamuuliza jina lako ni nani na NIDA unayo, tafsiri yake ni kwamba kama mifumo haisomani, tutaona namna na sisi kama wabunge tuhakikishe mifumo inasomana. Mtu akishaweka NIDA, tafsiri yake una majina yake, una siku yake ya kuzaliwa, una kila kitu chake. Hii inasaidia kwa sababu unajua maswali yakiwa mengi mtu anaweza kaishia njiani. Kwa nini mtaendelea baadaye? Au kwa sisi ambao tunapigiwa simu na wapiga kura kila dakika, mama anaumwa, mtoto ajenda shule, anaweza kasahau kurudi tena kwenye app. Ipunguze maswali ili mtu ajirejiste haraka, kwa sababu sisi tunataka watu wajirejiste wengi, wananchi wetu, ili waitumie hii fursa kupunguza simu za kuwafuata wabunge. Mtu akiwa na sehemu yake amewekeza, anapata riziki zake, vitu vingi atamaliza yeye mwenyewe. Mheshimiwa Waziri anajua kwamba ukiwa mbunge, ukigombea kawa mbunge ukapigiwa kura, tafsiri yake umejiconnect, wananchi watumie hela zako. Yani umejiconnect automatically. Yani mwananchi, unaweza kukuta mbunge wa Ilala anapigiwa simu nyingi za kuombwa misaada kuliko Bakhresa, na kati Bakhresa ana hela kuzidi mbunge. Kwa hiyo ili kuweza kupunguza baadhi ya maombi ya wananchi, ni vyema kuwatengenezea fursa za wao kuweza kujiendesha na kuongeza kipato chao. And then baada ya hapo utaona mtu baada ya kupigia simu kusema naumwa, atachukua hela yake sehemu alipowekeza na ataendelea na shughuli zake zingine. Kwa hiyo yapo mambo mengi na tutaendelea kufuatilia ili app hii iweze kuendana moja kwa moja na wananchi wetu wa chini kabisa, wale wauza nyanya, wale wa machinga, wale wa chini, kwa sababu mmeweka kiwango ambacho wanakiafford. Tofauti na ukisema aanzie milioni 2, milioni 1, inaweza kaa ni pakubwa zaidi, lakini kwa hapa mtu anaweza kana 300,000 yake akasema naenda kuwekeza Zan Security. Mwisho wa yote, narudia tena, waheshimiwa wabunge wenzangu popote mlipo, kuna fursa au tunasema kuna chimbo liko hapa kwa ajili ya 2030 tupate kamseleleko. Kuna fursa na uzuri, tumeshaanza vikao vya kamati ya bunge, kwa hiyo tutaenda kukutana na wabunge wenzangu kwenye kamati, lakini pia bunge linaanza tarehe 25 mwezi huu. Kwa hiyo nitakutana na wabunge na nitawaambia kwamba kuna sehemu ambapo kama wananchi wako wakipata elimu ya kutosha wakawekeza, basi watakushukuru baadaye, kwa sababu uwekezaji huu faida yake kubwa inapatikana kesho. Lakini wananchi wote
ambao mnatusikiliza hapa, lakini ambao mtakuja kutusikiliza baadaye kwenye mitandao ya kijamii, naomba njooni hapa Zen Security, kwa sababu wanapozungumzia timiza wanamaanisha kwamba kesho yako iwe kesho ya amani.